Kama mnaweza mkanifafanulia hapo hiyo pressure ni kitu gani yani? Pressure ni ile hali ya kupanda kwa pressure labda na kushuka. Na sababu za pressure kuwa na msongo wa mawazo, kukosa usingizi usiku, unakuta mtu muda kichwa kinauma, yani dalili zake ndo kama hizo, kichwa muda mwingine unakuta kinauma, mwili unachoka. Kwa muda mwingine unaweza ukahisi hivyo. Ni dalili mojawapo za pressure. Ni katika hatua za kutekeleza mpango jumuishi wa huduma za afya ngazi ya jamii, na ripoti hii ni kutokea hapa jijini Tanga, na kubwa zaidi ni kutathmini usimamizi shirikishi juu ya huduma za afya ngazi ya jamii, na hii ni kwa awamu ya pili ya mafunzo yaliyotolewa kwa wahudumu wa afya ngazi ya jamii katika jiji la Tanga hili, kuona kwamba ni kwa jinsi gani watawezaje kutekeleza majukumu yao kiufanisi zaidi. Kubwa zaidi ni kuwalinda Watanzania, kukinga na kuzuia magonjwa kuanzia ngazi ya jamii wanaoishi wao wenyewe. Mpango unaofanyika ni kuwawezesha utumishi hawa, kuwawezesha mafunzo elekezi ambayo watayatumia kuanzia nadharia lakini pia vitendo mpaka kwenye jamii zao wanazoishi wenyewe. Maafisa kutoka Wizara ya Afya lakini pia ofisi ya Rais TAMISEMI wako hapa kujionea ni kwa jinsi gani mafunzo elekezi haya yamekuwa na tija kwa wahudumu hawa wa afya ngazi ya jamii katika maeneo haya ya jiji la Tanga. Nitatembelea kituo baada ya kituo, kata baada ya kata, kuweza kuona kwa jinsi gani ufanisi wa huduma hizi zimefanikiwa. Lakini je, huduma hizi zinaongeza vipi ufanisi kwa watumishi hawa waliopatiwa mafunzo kwenye ngazi ya nadharia lakini pia na vitendo? Mimi naitwa Amos Mwakitalu na hii ni sehemu ya elimu ya afya kwa umma ndani ya Kinga Wizara ya Afya. Ungana nami leo. Naitwa Dr. Halid Massa, ni mkurugenzi msaidizi afya mazingira kwa niaba ya mkurugenzi wa Kinga. Leo tumetembelea hapa Tanga katika kata ya Mabawa kujionea jinsi gani zoezi la wahudumu wa ngazi ya jamii wanavyoendelea na mafunzo ya vitendo. Tumeongea na viongozi wa kata hii ya Mabawa na tumejionea jinsi gani ambavyo zoezi hili linaendelea vizuri, na kwa kweli kupata tathmini ya zoezi hili kiujumla ambavyo limefanyika tangu ngazi ya kuteuliwa, tangu ngazi ya maombi ambavyo jamii ilihamasika kwa kweli, na wengi walifanya maombi, na wale ambao walikuwa na vigezo ndio ambao waliteuliwa katika zoezi hili, na wametuhakikishia hapa na tumeona miutasari yao kwamba zoezi hili la uchaguzi wa wahudumu ngazi ya jamii waliteuliwa kwa uwazi kabisa na kwa vigezo ambavyo wanastahili. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana, tumepitia katika kata hii na tumejiridhisha kabisa zoezi hili lilikwenda vizuri na shughuli inaendelea vizuri. Kutokana na taarifa ambayo tumeipata katika ngazi hii ya kata, kwa kweli matarajio yetu ni makubwa sana. Sisi kama Wizara ya Afya tunatarajia wahudumu ngazi ya jamii kwa kweli wataihudumia jamii ambao wanaizunguka, kwa sababu kwanza wamechaguliwa na jamii yenyewe husika na wamepata mafunzo vizuri ya theory kwa muda wa miezi mitatu, na sasa hivi kwa muda wa miezi mitatu watafanya kwa vitendo. Kwa hiyo ni matarajio yetu makubwa kwamba jamii ambao wameizunguka wataihudumia ipasavyo, na jamii kwa kweli itapata huduma za afya katika ngazi ya chini kabisa. Naitwa Judith Ali Ahmed, ni mtendaji wa mtaa wa Usagara A katika kata ya Usagara. Mwanzoni ilikuwa ni vigumu kueleweka, lakini baada ya kuwatambulisha kwenye vikao vya serikali ya mtaa na wanavyoona sasa hivi wanavyoendelea kufanya zile shughuli za kuwasaidia wananchi kama kupima vipimo vya pressure, mchango wao ni mkubwa kwa sababu wao wanawafikia walengwa moja kwa moja kwenye nyumba zao wenye uhitaji. Kwa mfano, kipimo cha pressure, mwingine umbali kutoka nyumba anayokaa mgonjwa mpaka kituo cha afya, lakini wao wanawafikia kwa ukaribu. Mgonjwa unakuta anatembelewa kila siku. Kwa hiyo mchango wao ni mkubwa kusave gharama labda za nauli, gharama za fedha, labda kipimo kile cha pressure labda angekipata kwa gharama yani za matibabu, lakini kwenye huduma za CHW wao wanapima bure. Kwa majina naitwa Adeline Angelo Nkwera, ni afisa mtendaji
kata Usagara. Tangu walivyokuja hapa kwa ajili ya mazoezi yao wa vitendo, yamesaidia baadhi ya jamii. Kwa mfano, kuna baadhi ya jamii walikuwa wanahitaji huduma za karibu kuweza kufikiwa. Kwa hiyo walipokuja wao, imekuwa rahisi zaidi na baadhi ya watu kuweza kupata huduma hizo kwa urahisi. Nimepata mafunzo chuo cha Tanga Kohas kipindi cha miezi 3 nikiwa pale chuoni na miezi 3 katika mtaa wangu ninaotoka ambao ni Usagara C. Na majukumu ninayofanya katika mtaa wangu, ninawapa elimu mbalimbali, mfano usafi wa mazingira, lishe, ulaji mzuri, ninawapa masomo ya jinsi ya kula ili kuepukana na magonjwa yasiyoambukiza kama vile pressure, kisukari na mengineyo. Ninashukuru Mungu kwamba wananchi wangu sio wakaidi, kwa sababu ninatokea mtaani pale pale ninapoishi. Nilichaguliwa na wananchi kwa dhumuni la kuja kuwasaidia kama mhudumu wa afya ngazi ya jamii. Na ni kweli walivyonichagua, nikaenda nikapata mafunzo. Nimemaliza mafunzo ya miezi 3 kwa darasani. Sasa niko kwa vitendo na nahudumia. Wanajivunia kuwa na mtoa huduma wa afya ngazi ya jamii katika jamii yao. Wameshukuru kwa serikali kuanzisha hii huduma ya afya ngazi ya jamii. Naitwa Hudi Sheikh Dadi, ni mganga mkuu wa halmashauri ya mji Handeni. Tumepata fursa ya kupata wahudumu wa afya ngazi ya jamii kwenye halmashauri yetu, na jumla ya wote ni 115 ambao sasa hivi wamemaliza mafunzo, wako kwenye mafunzo kwa vitendo. Na tunatarajia kila mtaa utakuwa na mtumishi mmoja au mhudumu mmoja wa afya ngazi ya jamii. Kazi zao hawa ni kushiriki kazi zote zinazohusu kinga na baadhi ya kazi zitakazohusu tiba kwenye jamii yetu, na kwa hiyo watakuwa wanashirikiana nasi kwa pamoja na sisi watumishi tulioko kwenye vituo vya kutolea huduma za afya hapa nchini, ili kutoa huduma zinazotarajiwa kwa wananchi. Na kwa upande wetu sisi, wahudumu hawa ni muhimu sana, na awali tulikuwa nao lakini hawakuwa kila mtaa kutokana na utoshelevu na rasilimali tulizonazo, na kwa sababu hawaepukiki, lazima tuwe nao kwa ajili ya ushirikiano wa karibu na sisi vituo vya kutolea huduma za afya. Basi tunatarajia tutapata mafanikio makubwa sana kwenye utoaji wa huduma za afya ya msingi, hasa kwenye eneo la kinga. Maana sasa hivi hali ilivyo, tunapata wateja au wagonjwa ambao tayari wakati mwingine unashindwa kuwasaidia kwa sababu wameshafikia kwenye stage ambayo ugonjwa umefika mbali kiasi kwamba matibabu yanakuwa ni gharama kubwa ama hayawezekani. Uwepo wa hawa wahudumu wa afya ngazi ya jamii kwa kila mtaa ni fursa sasa ya sisi kuboresha huduma zetu, na sisi tunaahidi tutawatumia vyema kabisa kwa ajili ya kushughulika na matatizo yetu yote yanayohusu afya, hasa eneo la lishe pamoja na mambo ya ustawi wa jamii. Huduma zao ni nzuri, wametuhamasisha mambo mengi. Huduma zao ni nzuri, wametuelimisha mambo mengi ambayo tulikuwa hatuyajui. Mfano, watu wengi walikuwa wakiumwa, lakini mtu hata kama akiwa anaumwa huwa hawapendi kwenda hospitali, wanatumia dawa za mitishamba bila kupata vipimo. Kwa hiyo kupitia elimu zao walituhamasisha kwamba mtu ukiwa unaumwa lazima uende ukapime kwanza ili ujue tatizo ni nini na utumie dawa gani. Dawa za mitishamba sawa hata kama zinatibu, lakini ni bora ukapata vipimo ili ukajua tatizo ni nini ili litibiwe vipi. Kwa kweli tunashukuru, wametuhamasisha vitu vingi kuhusu usafi wa mazingira, kupata vipimo kuhusu magonjwa sugu, tusitumie dawa za mitishamba sana, tutumie vipimo. Huduma zao zinakuwa, yani tunakuwa ni wawazi kwa sababu ni watu ambao wanatoka kwenye jamii na tumewazoea. Kwa ukifika hata ukiuliza tatizo lako unaongea bila shida, yani kwamba ni mtu unamjua, na anatuhamasisha vizuri kwa utaratibu, kwa unyenyekevu. Kwa unakuta hata una jambo lako unaongea kwa uhalisia na sia kuliko hata madaktari ambao wapo hospitali.
ni kwamba si ni mtu ambaye humjui, kwa hata akikuuliza hufunguki ile kuindani, ila kwa sababu ni masiyechi waliotoka katika mitaa ambayo tunaishi na ni majirani, basi tunafunguka vizuri matatizo yetu na tunapata huduma vizuri. Nitatumia fursa hii kuitumikia jamii yangu, kuelimisha juu ya magonjwa mbalimbali, kuhamasisha juu ya usafi wa mazingira wa jamii, kwa maana wapo wanajamii ambao hawana uelewa juu ya kudumisha mazingira na kufanya usafi wa jumla juu ya usafi wa mazingira. Namshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuleta programu hii, kwa maana itasaidia kuiweka jamii yetu katika mazingira safi na kujikinga juu ya magonjwa mbalimbali. Kilichoweza kufanikisha kwa dhati utekelezaji wa programu hii ni ushirikiano uliopo wa serikali pamoja na wadau, lakini pia uandaaji wa miongozo rasmi ambao ndio inayotumika katika utekelezaji wa mpango jumuishi wa hudumu wa afya ngazi ya jamii. Imetengenezwa Community Health Roadmap ambayo iliweza kutambua maeneo ya kipaumbele ya kuweza kufanikishwa ili mpango uweze kukamilika kwa ufasaha, na eneo mojawapo ambalo ni kuu zaidi ilikuwa ni eneo la mafunzo ya miezi 6 ambayo ilifanywa maboresho na serikali kwa kushirikiana na wadau wameweza kufanikisha kupeleka wanafunzi wa hudumu wa afya ngazi ya jamii wamefanikisha kwenye kuwachagua na kuwapeleka kwenye vyuo. Kama taasisi sisi tutaendelea kushirikiana bega kwa bega na serikali kupitia Wizara ya Afya na Ofisi ya Rais TAMISEMI katika kutafuta rasilimali na kufanikisha utekelezaji thabiti wa mpango jumuishi wa hudumu wa afya ngazi ya jamii.